ambayo Mwenyezi Mungu ametuandalia the Word Festival. Hapa ni Word Believers Fellowship na hapa ni Kitengela. Umekaribishwa katika jina kuu la Yesu Kristo. Hii wiki mzima tutakuwa na the Word Festival and our theme will be the power in God's Word katika jina la Yesu Kristo. Na wapendwa, wacha tu katika jina kuu la Yesu Kristo tuweze kuomba kwa ajili ya the Word Festival iwe baraka katika jina kuu la Yesu Kristo. Our Father, in the name of our Lord Jesus Christ, we say thank you, my Father, for the Word Festival that you have prepared for us, oh my God, on your mountain, Father. Oh Jesus, tunasema kwamba anza pamoja nasi, manake wewe ni Alpha na ufike tamati, umalize pamoja nasi, manake wewe ni Omega. Unasema mtu akikutanguliza kwa mwanzo wake, utaweza kuanza na wewe na kumaliza na wewe, kwa sababu wewe ni Alpha tena na Omega. Naomba uanze na sisi na umalize na sisi. Holy Spirit, you are the author of the word. We welcome you in our midst. Thou art welcome. Father, we ask for your presence. Thank you. We give you all the glory. We magnify your holy name. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray and believe. Amen. Wapendwa, nataka kusema ya kwamba we are here because of the Word Festival, na naamini ya kwamba tuko na expectation nyingi ya kwamba baada ya Word Festival ambayo ni kwa wiki mzima itaweza kuwa baraka na tutabarikiwa sisi sote. Na nataka kusema kwamba utaweza kubarikiwa kulingana na vile utadhamini neno ama vile utaweza kuvalue the word of God. Na kama ukiona kama unaombanga ama unasomanga neno na ujaona kuona hiyo neno la Bwana likileta impact kwa maisha yako ama ikizaa matunda, ni kwa sababu umeweza kuchukua hilo neno as if it is the word of man. Lakini usiku ambayo utachukua the word of God the way as it is, as if it is the word of God but not the word of man. I have come to tell you, wapendwa, ya kwamba the word of God is God himself. Pray God. Amen. Ukiwa na hiyo fikra, ukiamini, ukijua ya kwamba the word of God is God himself, basi utaweza kudhamini neno na itaweza kuleta impact kubwa na kuzaa matunda katika maisha yako. The word of God is God himself. Pray God. Let me Paulo alikuwa anazungumza na Thessalonians. Alikuwa anasema kwamba katika 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, Paulo alikuwa anasema 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, alikuwa anasema, and we also thank God continually because when you receive the word of God which you heard from us, you accepted it not as the word of man but as it actually is, the word of God which is at work in you who believe. Amen. Amen. If you take the word as it is, the word of God is God himself but not the word of man. If you take this word to be the word of God but not the word of man, kwanza leo unaenda kupata matunda, impact kwa maisha yako. Pro God, hili neno linaweza kuleta result kwa maisha yako na utaona ikifanya kazi, because the word of God is work and it works. Amen. Amen. Tunaona tungefaa tukue kama huyu the royal official, Pro God, ambaye aliweza kusema wakati aliweza kuenda kwa Yesu aweza kaponya mtoto wake ambaye alikuwa anagonjeka. Lakini maandiko nasema, ukisoma John chapter 4 verse 49 to 51, maandiko nasema the royal official said, "Sir, come down before my child dies." Anamwambia Yesu. Jesus replied, lakini Yesu anasema you may go. Unaona kile ambacho Yesu anamwambia, you may go, your son will live. Lakini hapa tunapata maneno ya uzito sana. Ambaye anasema kwamba verse 50, ambaye anasema kwamba the man took Jesus at his word and departed. Amen. He took Jesus at his word and departed. Inamaanisha he take this word not as the word of man but as the word of God. Akasema kama hayo ni maneno ya Yesu, basi wacha niende.
kwa sababu ni Mungu ndiye amenena. Amen. Na maandiko yanasema kwamba while he was still on the way, his servant met him with the news that his boy was living. When he inquired as to the time when his son got better, they said to him, the fever left him yesterday at the 7th hour. Akajua ndio ile wakati Yesu alisema ya kwamba go your way, your son will be well. Pray God ya kwamba you may go. Na kila ambacho ilifanya mtoto ameponya kwa sababu alijua kama ni Mungu ndiye amesema. Kwa sababu ndiko nasema the man took Jesus at his word and departed. Amen. Wapenda, if you take Jesus at his word, amen. The word of God is God himself, wapendwa. Revelation chapter 19 verse 11 to 13. The Bible says, I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and makes war. So ni vizuri kwenda hiyo kwa akili yako ya kwamba our God, he judges and do what? And makes war. Wacha tuendelee. His eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. He has a name written on him that no one knows but he himself. He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God. Amen? Amen. Yeah, so we see the Word of God is God himself. Kwa sababu unaona katika John chapter 1 verse 1 maandiko yanasema kwamba in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? Yeah, this Word was God. So the Word is God himself. Amen? Amen. Ukiwa na hiyo concept itakusaidia sana kwa maisha yako. Na kwa hivyo today being day 1 and the first week of the Word festivals, I want to share with you a message on receiving divine wisdom through the Word. Receiving divine wisdom through the Word. Amen. Amen. Wapendwa, we can receive divine wisdom through the Word. Tunaweza pokea hekima ya kiungu kupitia andiko. Unajua, mara nyingi tumeona ya kwamba hii duniani inaonekana ya kwamba imejaa na hekima wale ambao ni wasomi, pro God. Amen. Lakini kuna hekima ingine, hekima ambayo haijulikani, pro God. Hekima ambayo haina kipimo. It is the knowledge that surpasses our understanding. Haina kipimo, haichunguziki, pro God. Hekima ya Mungu ukipokea kwa maisha yako, wapendwa, sidhani kama kuna yule ambaye atakufikia kwa haya maisha, pro God. Awe professor, sidhani kama atakufikia ukiwa na hekima ya Bwana. Unajua Mungu ako na hekima nyingi sana ya kwamba hii dunia inaenda na speed, nguvu inaenda na speed sana hata kuliko ya gari. Na we uoni hata hizi vitu haitingiziki, lakini dunia inazunguka kwa speed hata kuliko ya gari. Amen. Hiyo ni hekima ya Mungu. No one can understand ya kwamba hii sun ambayo unaona ni kidogo hapa ni kubwa kuliko earth. Amen. Hiyo ni hekima ya Mungu. Mungu ako na hekima ya namna nyingi. Na wakati nazungumza nafundisha kuhusu hiyo ujumbe receiving divine wisdom through the Word, nataka kusema ya kwamba kupitia neno la Bwana unaweza pokea hekima ya kiungu. Na hekima ya kiungu ambayo unapokea kupitia neno la Bwana litaweza kukusaidia kuelewa jinsi Mungu hufanya mambo, pro God. Ya kwamba ukienda kwa Mungu utaweza kujua jinsi Mungu hufanya mambo na jinsi Mungu hutaka, pro God. Ya kwamba maombi yako iweze kujibiwa. Kwa mfano tu, ukiwa na hekima ya Mungu, you are going to think beyond this life. Na utakuwa tu kama yule tajiri ambao Mungu aliweza kumwambia you foolish, wanataka roho wako, pro God. Kwa sababu utathink beyond this life, uweze kuinvest kwa ufalme wa mbingu. Pia ukiwa na hekima ya Mungu, utaweza, wapendwa, kuenda kwa maombi, unaomba kulingana sawa na mapenzi ya Bwana. Ya kwamba hautakuwa kama Hana mara ya kwanza.
Kwa sababu tukizungumza juu ya Hana, tunaona mama aliyekuwa tasa. Praise God. Na huyu mama alikuwa naomba sana na alikuwa anaweka bidii kwa maombi, lakini hata hivyo maombi yake ilikuwa tu ni ya kunyamazisha Penina na ikakosa kujibiwa kwa muda mrefu. Kwa sababu Mungu hayuko hapa kutubariki ama kutuinua ndiposa tuweze kucompete na wengine. Praise God. Yake ilikuwa tu ni haiwezi kubarikiwa na mtoto anyamazishe Penina, na Mungu hakuweza kujibu maombi yake kwa mara ya kwanza. Amen. Because we are not here for competition. Lakini ikawa siku moja akafikiria, akasema, akaenda kwa Mungu sasa akasema, Mungu nimekuja hapa, lakini si tu kwa ili niweze kunyamazisha Penina, lakini nimekuja hapa kwa sababu hata wewe uko na taji. Na kwa sababu ya hawa wana wa Eli ambao wako kwa hekalu yako, lakini wako wicked sana, ambao wanalala hata na wale ambao wamekuja kwa kanisa kwa usaidizi, nimeona ya kwamba unipatie mtoto niweze kukupeana wewe kwa kanisa. Amen. Na Mungu kusikia hivyo na akasema you got it. Natakanga watu kama hao, na mambo yake ikajibiwa. Amen. Wapendwa, that is divine wisdom. Now divine wisdom, Mungu alikuwa na mpango na plan ya kwamba sisi tupokee hiyo divine wisdom. Amen. Bana Bedford alikuwa na mpango tangu mwanzo, hata kabla ya kuwa na miungu mbingu na nchi, ya kwamba divine wisdom tukue nayo, ambaye haitajulikana tu na hapa duniani, itajulikana tu hata kwa wapi? Katika falme, katika ulimwengu wa roho. Praise God. In the heavenly realms. Maandiko nasema katika kitabu cha Ephesians chapter 3 verse 10, wapendwa, ya kwamba his intent ni plan. Praise God. Yani plan ya Mungu. Bwana Bedford. His intent was that now through the church the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. Praise God. Yeah. Ya kwamba his intent was that now, yani Mungu alikuwa anataka ya kwamba plan yake ilikuwa ya kwamba sasa kupitia kanisa ambao ni wewe, hekima yake ambao ni namna nyingi, ambao ni za namna nyingi, itaweza kujulikana kwa falme na mamlaka wa ulimwengu wa roho. Praise God. Yeah, katika ulimwengu wa roho, wapendwa, watajua hekima hiyo ya namna gani? Praise God. Kupitia wewe, ya kwamba hata mapepo, praise God, wataweza kujua hekima ya Mungu. Yani pepo watakuwa wanakuangalia wanasema, na huyu mtu hata kama hajasoma, ana certificate ya form 4, ametusumbua, ameharibu kazi zetu. Tulikuwa tumeweka watu kwao mipaka na tukawafunga, lakini wamewafungua. Amerudisha nyota kwao, ameleta baraka, ameshughulika na kila vizuizi. Praise God. Mapepo waweze kuona hekima ya Bwana kupitia wewe na washangae. Praise God. Kwa sababu wanafanya kazi na unaharibu. Bana babe vote. Yeah, hiyo ilikuwa mpango wa Mungu wa Bwana, wapendwa, kupitia kanisa ambao ni mimi na wewe. Amen. Yeah. Wapendwa, kuna hekima ya Mungu ambao Mungu anataka tutembee nayo. Praise God. Yeah, there's divine wisdom ambao Mungu anapata tukue nayo kama kanisa, ya kwamba hata falme wa giza wataiona hiyo hekima ambao kanisa wako nao. Praise God. Na waweze wakashangae katika jina la Yesu Kristo. Lakini hekima, wapendwa, haipatikani kwingine. Hii hekima, divine wisdom, unapata tu katika neno la Bwana wakati una meditate. Praise God. Bwana Bedford. Paul alikuwa ananena na Timothy. Unajua Timothy was a spiritual, praise God. Paul was a spiritual dad to Timothy. Inamaanisha Timothy was the son. Praise God. Alikuwa amelelewa na Paulo. Na sasa Paulo alikuwa anamjenga kama mtoto wa kiroho. Akamwambia kwamba 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 15. Paulo alikuwa anamwambia, but as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it. Praise God. Why? Because you know from whom you learned it. Praise God.
Wapendwa. Verse 15. And how from infancy you have known the holy scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Praise God. Wapendwa. It is only the scripture that can make you wise, but it is only through faith. Ya kwamba utachukua the very word as it is, the word of God, not the word of man. Praise God. Wapendwa. Kwa sababu unajua Timothy, yeye alikuwa amelelewa na akiwa mtoto. Juu hakuwa the first generation believer. Praise God. Hata shosho yake alikuwa amejua Mungu. Praise God. Hata mama yake na akiwa amelelewa kwa njia nzuri, njia ya Ukristo. Na Paulo akamwambia wewe umelelewa kwa njia nzuri na umejua kile maandiko ambayo itakufanya wise. Praise God. Kupitia imani yako. Bwana betforde. Wapendwa. Nimekuja kukusema kwamba unajua when we talk about divine wisdom, tukizungumza juu ya hekima kiungu, this wisdom, it is not a matter of who is learned and who is not learned. Praise God. Haijalishi kama umeenda shule, chuo kikuu, ukasoma degree na bachelor na masters. Amen. Na pia haijalishi kama hujakanyaga hata nursery. Praise God. Manake the word of God is a discerner. Praise God. Of the heart. Inamaanisha wakati unaenda kusoma neno la Bwana, kwanza hilo neno linakudiscern. Linasema huyu mtu amekuja kwangu kwa namna gani? Kwa sababu the word of God is God himself. Inakudiscern. Praise God. The word discerns you. Na the word inasema kwamba kwa sababu kuna wale ambao wanakuja kwa neno la Bwana day and night wanasoma, lakini wamekuja na plan gani? Praise God. Au wamekuja tu ili kwa sababu ni lawyers. Wanataka wasome the word of God, wajue ma scripture ndipo sa wa qualify kwa hiyo lawyer. Mwingine pia anahitaji tu certificate. Ako busy tu ndipo sa aweze akapata certificate. Wengine pia wanataka waingie ku praise God, wapate ma scripture ya kufanya ulagai. Praise God. The word of God can discern you because it is a discerner of the heart. Hebrews chapter 4 verse 12. It is a discerner of the heart. Na kila ambacho nataka kusema wapendwa, ya kwamba the word of God, Mungu anaweza kukupatia hekima hata kama hujaenda shule. Praise God. Maana haijalishi kama umesoma, umepata degree ama hujasoma, hujakanyaga shule. Na pia the word of God ni kitabu ambacho imekuwa sealed. Praise God. Imekuwa sealed inamaanisha kwamba ukipatia professor asome kitabu atasoma. Amen. Na ukipata yule ambaye hajaenda nursery pia atasoma. Praise God. Inamaanisha ukikuja kwa neno la Bwana, professor na yule ambaye hajakanyaga nursery wote wanafanya nini? Wanatoshana. Praise God. Because the word of God is the discerner. Anajua yule ambaye ana meditate neno lake akiwa with the right motive. Praise God. Yeah. Unajua kwa sababu iko na kila mtu ukisoma na umejua kizungu nyingi, it is not a matter ya kujua kizungu. Utasoma ndio lakini utaelewa kama gazeti. Amen. Biblia imeweka, kuna seal imewekwa pale. The Bible says, praise God. Amen. Interruption naomba praise God. Bana betfuate. Isaiah chapter 29 verse 11. Naomba umbembeleze mtoto nje uweze kukuja katika jina la Yesu Kristo. Isaiah chapter 29 verse 11 to 12. The Bible says, for you, this whole vision is nothing but words sealed in a scroll. And if you give the scroll to someone who can read and say to him, we will become a professor, and say to him, read this, please. He will answer, I can't. It is sealed. Or if you give the scroll to someone who cannot read and say, read this, please. He will answer, I don't know how to read. Amen. Bana betfuate. Amen. Mmesikia kile ambacho maandiko nasema? Yeah. Inasema kwamba for you this whole vision is nothing but words sealed in a scroll. And if you give the scroll to someone who can read and say to him, read this, please. He will answer, I can't. It is sealed. Or if you give the scroll to someone who cannot read and say, read this, please. He will answer, I don't know how to read. Sasa naona wawili, praise God. Mwingine amesoma, mwingine hajasoma, lakini wote watakukataza sisi nikasoma, praise God. Bwana betfuate. Because the word of God, ili usome na uelewe, lazima kwanza ile neno litakudiscern. Unakuja kwangu kwa nia gani? Praise God.
Ya, kwanza inakudisana wapendwa. Ikikudisana, ikapata umekuja kwa nia nzuri, basi nakupatia hekima. Praise God. Ya kuelewa. Katika jina la Yesu Kristo. Na nimekuja kusema wapendwa, kuna wasomi hapa duniani. Lakini hata kama ambao wengine ni professors na engineers na madoctors. Lakini nimekuja kukuambia na si kwa kiburi ya kwamba mimi au maprofessors ma engineers na madoctors hawanishtui. Praise God. Bwana before. Kwa sababu najua the wisdom of this world. Si hekima. Praise God. Hekima ya ukweli is the divine wisdom. Praise God. Uweze ukacompare the divine ya Mungu na hekima ya hapa duniani. Praise God. Najua nikipata hekima ambayo inatokana na neno la Bwana. Praise God. Bwana tufuate. Amen. Praise God. Amen. Naomba uweze kushughulikia mtoto katika jina la Yesu Kristo. Bwana tufuate. Amen. Ukipata the word of God, ukimeditate the word of God, utakuwa mwerevu kuliko mtu yeyote yule. Praise God. You will be clever than anyone on the face of the earth. Praise God. Because of the word of God. Na kwa hivyo wale ambao hawakujaliwa kusoma vile kama mimi, praise God, bado kuna nafasi ya kuwa mwerevu. Unaweza soma neno la Mungu na kuwa mwerevu na ushinde mwalimu wako, ushinde daktari, ushinde professor. Praise God. Kwa sababu sasa wewe umepata hekima ya kiungu, divine wisdom katika jina la Yesu Kristo. Praise God. Psalms 119 verse 98 to 100. Psalms 119 verse 98 to 100. The Bible says, "You through your commandments make me wiser than my enemies." Unajua wakati maadui wako wanakupangia, waganga na warogi na wachawi, wanajua wanatumia ujanja wao na hekima yao kukunasa. Praise God. Lakini maandiko nasema kwamba you through your commandments make me wiser than my enemies, for your words are ever before me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. I am even wiser than my elders. Unajua wazee wanajulikana kuwa werevu kwa sababu wameishi muda mrefu na wameona mambo mengi. Praise God. Lakini maandiko nasema I am even wiser than my elders, hata wazee kuliko wazee. For I have kept your commandments. Praise God. Wapendwa, unaweza kuwa na understanding more than all your teachers, Unaweza kuwa unaweza kuwa wiser than your enemies. Na pia unaweza kuwa wiser than elders. Praise God. Kupitia neno la Mungu, wapendwa, there's divine wisdom in the word. Haijalishi kama umesoma ama hujasoma, katika jina la Yesu Kristo, you can receive divine wisdom through the word of God. In the name of Jesus, we give God all the glory. We magnify your holy name. Receive divine wisdom. Amen. Na ndipo somo andiko nasema katika jina la Yesu Kristo ya kwamba Acts chapter 4 verse 13 inazungumzia kuhusu wanafunzi wa Yesu ya kwamba when they saw, praise God, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that this man had been with Jesus. Amen. Walishangaa, ikawabidi wafanye uchunguzi. Wakasema si hao walikuwa tu kwa kijiji hapa, hakuna hata yule ambaye ameenda shule, hawajakuwa trainer kwa njia yoyote. They are just ordinary men unschooled. Na hii hekima yote wanatoka wapi? Ilibidi wachunguze, lakini wakati walichunguza waliweza kupata ya kwamba they took note that this man had been with Jesus. In the name of Jesus, wapendwa, that is the secret, being with Jesus, meditating the word. Kwa sababu hao wanafunzi wa Yesu walikaa na Yesu kama miaka mitatu, wakapata hekima ya hali ya juu. Amen. Wapendwa, this divine wisdom katika jina la Yesu Kristo, una hiyo divine wisdom unaweza pokea kupitia neno la Bwana in the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo. Maandiko nasema katika Luke chapter 6 verse 40, in the name of Jesus. Oh my God, ukitaka kupata hii hekima inapatikana katika neno la Bwana in the name of Jesus. Utakuwa mwerevu kama mwalimu wako in the name of Jesus. Oh my God, oh my God, hata kama utakuwa mwerevu kuliko mwalimu wako, unaweza kuwa mwerevu kama mwalimu wako in the name of Jesus, kwa sababu umefuata nyayo zake, umeweza kusoma neno ambaye pia aliweza kusoma in the name of Jesus. Maandiko nasema Luke chapter 6 verse 40 ya kwamba a student is not above his teacher, but everyone who is fully trained
will be like his teacher. Amen. Wow, wapendwa. Hii ingefai kupatia kiu ya kwamba nataka kukuwa mwerevu. Praise God. Maandiko nasema a student is not above his teacher, but everyone who is fully trained will be like his teacher. Wapendwa, there's divine wisdom ambayo unapokea. Utakuwa na wisdom kama Meshach, Shadrach na Abednego, kama Daniela. Maandiko nasema wisdom yao, hakuna yule ambaye ungeweza kupima na hao. Walikuwa na hekima ya hali ya juu, ilishinda watu wote, wakatambulika hata na mfalme. In the name of Jesus, we give all the glory. Na kwa sababu ya hekima yao iliwaweza kuenter into the king's service. In the name of Jesus, kwa sababu kuna yule ambaye maandiko nasema katika Daniel chapter 1 verse 19 to 20, the Bible say, the king talked with them, that is Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel. The king talked with them, and he found none equal to Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the king's service. In every, verse 20, in every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. Amen. Imagine he found them 10 times better kuliko waganga na wachawi. Praise God. Na hiyo ilifanya wakaingia into his service, the king's service. Bwana bedforte. Wakawa kama wafalme mali pale. Wapendo this divine wisdom ambao ukipokea. Praise God. Bwana bedforte. We ask God in the name of Jesus that we may receive this wisdom through the word in the name of Jesus. This wisdom itakuwezesha kujua jinsi Mungu huwa anafanya mambo, kuelewa jinsi Mungu huwa anataka, na hata ukienda kwa maombi utaenda kuomba sawa sawa na mapenzi yake in the name of Jesus. Niruhusu nisome wapendwa, leave alone the wise of this world. Praise God. This wise of this world is nonsense. Amen. Bwana bedforte. Yeah. Isaiah chapter 44 verse 24 to 25. The Bible says, this is what the Lord says, your Redeemer, who formed you in the womb. I am the Lord who has made all things, who alone stretched out the heavens, who spread out the earth by myself. Listen to verse 25. Who foils the signs of false prophet and makes fools of diviners, who overthrows the learning of the wise and turns it into nonsense. Amen. Wapendwa, live alone na hekima ya hii dunia. There's divine wisdom katika jina la Yesu Kristo. Hii divine wisdom itakuwezesha ya kwamba utaweza kutabiria mambo, utaweza kudecree na kudeclare juu ya mambo na itafanyika, hata kama si haijatoka kwa Biblia. Hata ukisema ya kwamba uchengeke, be builder, uponye, yani chochote ambacho utakuwa una decree na declare itafanyika, na hata haijatoka kwa scripture. Kwa nini? Kwa sababu kuna divine wisdom. Praise God. Hiyo wisdom gani ambayo umepata ya kwamba Mungu alisema katika Isaiah chapter 44 verse 26 ya kwamba yeye is God who fulfill the prediction. Praise God. He carries out the words of his servants and fulfill the prediction of his messengers. Praise God. Niruhusu tu nisome Isaiah chapter 44 verse 26. Who carries out the words of his servants. Unajua hii word imetoka kwa Biblia, lakini sasa kuna prediction ambayo wewe unasema iko kwa Biblia. Praise God. Wakati unasema yale ambayo kutoka kwa Biblia, lazima kuwe na neno la Mungu kwa akili yako, in your mind. Hii ya kwamba huwa ana word of prediction. Praise God. Maandiko nasema who carries out the words of his servant, hii iko kwa Biblia, and fulfills the prediction, sasa iko kwa Biblia, the prediction of his messengers, who says of Jerusalem it shall be inhabited, of the town of Judah they shall be built, and of their ruins I will restore them, who says to the water deep, be dry, and I will dry up your streams, who says of Cyrus, he is my shepherd and will accomplish all that I please. He will say of Jerusalem, let it be rebuilt, and of the temple, let its foundation be laid, in the name of Jesus. Wapendo, maandiko nasema katika Job chapter 22 verse 28 ya kwamba you will also declare a king, and it will be established for you, so light will shine on your ways. Wakati maandiko nasema you will also declare a king, hiyo si mambo ambayo tiko kwa Biblia, ni mambo ambayo you are taking the position of kingship, and you take the
dominion, and you begin declaring, making a decree and declaration kwa kila ambacho unataka kuona ama yale ambacho hutaki kuona, na itafanyika exactly. Hiyo ni hekima wapendwa, in the name of Jesus. Kuna wale ambao ni wasomi in the name of Jesus, wa hali wa juu, lakini hawana hekima ya mambo ya kiungu. Nyumbani mwao wanasumbuka na shetani, lakini wewe utakuwa na hekima ya ulimwengu wa kiroho in the name of Jesus. May we receive this wisdom, divine wisdom be our portion, katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, tunaenda kusimama kwa mkuu, tuweze tu kuomba na kuomba Mwenyezi Mungu